Yes, ni msimu mwingine huu wa Samia Cup. Sisi kama Sad Fabrics and Textile Football Club ni msimu wetu wa kwanza tumeingiza timu yetu. Ni msimu wa kwanza ambao kwetu unaenda kuwa msimu wa kimafanikio kuanzia kwenye biashara, lakini na aina ya timu ambayo tumeingiza. Mara zote timu za Kariakoo zinakuaga timu tishio sana kwenye mashindano haya ya Ramadhan Cup. Ninyi wenyewe mna reference. Mkiangalia mashindano mbalimbali ambayo yamechezwa kwenye uwanja wa Kidongo Chekundu, hata huo uwanja wa Tanzanite, timu za Kariakoo zimekuwa nzuri sana kwenye kuonyesha hali ya ushindani. Tukizungumza kwenye upande wa mchezo wetu wa kwanza, tarehe 27 tunacheza na Mabisho Kings Music. Mabisho au Zasura tunacheza nao wao. Sisi tumekuja kwenye mashindano haya kutumia fursa hii kujifikisha mbali. Nikisema kujifikisha mbali, kwenye timu yetu tuna wachezaji ambao wana dhamira ya kimaendeleo, vijana ambao wanahitaji kupata mafanikio, vijana ambao wanahitaji kutusua anga, kufika mbali. Sasa yanafanikiwaje hayo? Ndio kama unavyoona uongozi wa Sad Fabrics ukaamua kuwekeza nguvu kwa vijana hao, ili mradi kuhakikisha tunashiriki mashindano haya na kuwapa fursa. Kwa sababu mashindano haya ni fursa, lakini pia yanatoa ajira kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kama unavyoona Sad Fabrics na uongozi wao wakaamua na wao watoe fursa kwa vijana wa Kitanzania, vijana ambao wana talanta, wana vipaji vya kwenda kuonyesha na kwenda kuzifikia ndoto zao. Kwa hiyo kikubwa tunataka kwanza tuwakaribishe watu wote wa Kariakoo, kwa sababu upande wa Kariakoo ni sisi peke yetu ambao tumeingia, na kwa bahati nzuri au mbaya, ujumbe mzuri ni kwamba jana nilikutana mimi na diwani wetu wa Kariakoo, kakaangu Haji Manara, na ameniambia kwamba na yeye atakuwepo kwenye mchezo wetu. Atakuja kutuongezea nguvu. Atakuja kutuongezea nguvu, na sio tu kutuongezea nguvu, lakini hali ya ushawishi, kwa sababu nyinyi wote mnamjua Haji Manara ni nani, ni mtu mkubwa. Kwa ametuahidi atakuja kutupa support, kwa sababu yeye ni kiongozi wetu, diwani wa Kariakoo, lakini ni yeye pia ni mwana Sad Fabrics. Yeye pia ni mtu ambaye anapenda timu yetu. Kwa hiyo na yeye atakuwepo katika njia ya kutupa support. Tuzungumze kwenye hali ya timu yetu, kikosi kwa ujumla. Tumefanya mazoezi session kama 6 mpaka sasa hivi. Lakini tunatarajia kufanya mazoezi mpaka siku ya Alhamis, kwa maana siku ya Ijumaa ndio siku ya mchezo wetu. Kwa mpaka siku ya Alhamis tutakuwa tunafanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa kwenye mchezo huu. Mashindano haya tunakwenda kuyatumia kutengeneza jina letu, lakini kuhakikisha tunautoa ubingwa huu. Tumetazama, mimi natembelea pale uwanjani, nimetazama timu nyingi ni kama tu wamekuja kushiriki, kufurahi, sehemu ya fun. Wao wanaitumia kama sehemu tu ya kufurahi, lakini sisi wachezaji wetu hawajaja kucheka na mtu, hawajakuja kucheka, hawajakuja kuuza sura kama hawa Mabisho tunaocheza nao hiyo tarehe 27 Kings. Hatuwezi kukubali sisi kucheza na watu waimba muziki alafu wakatufunga. Inakuwa dharau kubwa sana, kwa sababu sisi tuna wachezaji ambao wamekuja kuhakikisha wanapata ushindi na wanaipa heshima Sad Fabrics and Textile. Kwa hiyo karibuni sana na watu wa Kariakoo tushawakaribisha. Kariakoo kuna wafanyabiashara wengi sana hapa. Unapolizungumza Kariakoo unafikiri Dar es Salaam, hamna mtu ambaye hajui maana ya Kariakoo. Kwa hiyo tunatumai kwamba mashabiki zetu wengi watakuja siku hiyo kusupport, kuangalia mpira mzuri. Sisi tuna kauli mbiu yetu, tunasema tusipokufunga uwanjani tutakufunga na vitambaa. Hivi vitambaa ni vingi mnaviona hivi. Ni vingi sana. Kwa hiyo tukikukosa uwanjani vitambaa vitahusika. Tunakufunga vitambaa, auoni mbele, tunakufunga, tunachukua alama zetu 3, tunasonga mbele. Naitwa Mr. Idi. Asante. Kwa majina naitwa Mr. Idi. Mimi ni mwakilishi wa Sad Fabrics, ni wauzaji wa vitambaa bei ya jumla, na kwa kuingia kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna aina ya vitambaa ambavyo tutajaribu kuwaelezea hapa kidogo. Tuna hii abaya stone plain, tuna abaya stone maua, na vile tuna abaya plain maua, na bado tuna English plain. Sisi ni wabunifu vile wa design tofauti ya vitambaa hivi, na sisi material yetu namba 1 kwa Kariakoo hii. Utapoulizia Sad Fabrics mtaa wa Ndanda na Lung'ombe, jengo la Bahati Plaza, utatupata. Na sisi tunadili na wafanyabiashara wadogo pia. Mwezi huu wa Ramadhani tumeweza kuwa na ubunifu mwingine ambao tumeleta mbele yenu hapa, wa kukata vitambaa hivi kwa mita 3.
tunawakusudia hata wale wajasiriamali wadogo, ili waweze na wao, kwa wale ambao wanashindwa kununua jora zima, labda anaponunua hii mita 3 kwa shilingi 10,000 kwetu, ana uwezo wa kuuza zaidi hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Material yetu namba 1, unaweza kushona design yote ambayo unahitaji. Kuna design ambazo unaweza kushona kama mashati, wengine vitambaa hapa kwenye masherehe tofauti, watu wa kwaya, watu wa maulidi, wote tunawakaribisha kwa kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Karibuni sana Saad Fabrics, Bahati Plaza hapa Kariakoo, mtaa Ndanda na Ng'ombe. Karibuni sana.